michezo na mbele yangu hapa nipo na Master Code, shabiki na mwanachama wa Young Africans. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo. Hususan kuelekea katika mchezo wao wa siku ya Jumapili ambapo mashabiki wa Simba na mashabiki wa Young Africans wanaenda kucheza mchezo wao wa dabi kwa upande wa ma-influencer. Kama shabiki wa Young Africans anauonaje huo mchezo? Mchezo mzuri utakuwa na kwanza mchezo wa kiurafiki, hauna ile tempa kubwa, kwa hiyo tutaenda kuangalia kama burudani kwa sababu hatujaangalia mechi kipindi cha katikati hiki. Kwa hiyo tutaenda kuburudika, tutaenda kuenjoy na kwenda kupoteza muda kwa sababu ni game tu ya kutengeneza ushikaji wa karibu, kwamba mpira ni urafiki, mpira sio uadui. Kwa hiyo ni mchezo ambao unatengeneza zaidi uhusiano kuliko yale mambo mengine ambayo watu wanadhani nje ya uwanja kwamba kuna ugomvi na vitu vingine vya namna hiyo. Ndio. Kwa hiyo ni mchezo mzuri. Mchezo mzuri, mchezo ambao ni wa kiundugu zaidi, kijirani, watu wa Kariakoo. Tunasikiliza mashabiki wa Simba wanatamba kweli kweli, wanasema siku hiyo wanaenda kufuta uteja mbele ya Young Africans. Kwako wewe hii unaionaje? Namna ambavyo unavyowatazama wale ma-influencer, unaona ushindi unaelekea wapi Master? Ni mechi ambayo bado haitabiriki kwa sababu hatujajua wachezaji wa timu yetu ya Yanga watakuwaje na wachezaji wa Simba watakuwaje. Ni mechi ambayo ngumu kuitabiri, lakini kila mtu anaongea kwa maono yake binafsi, lakini kiukweli bado ambapo hatujajua mechi itaegemea upande gani, kwa sababu hatujui nani atacheza, nani ambaye atacheza. Na tungekuwa tunajua at least kidogo tungesema watafanya vizuri au watabolonga, lakini kwa sababu hatujui na lengo kuu ni la kutengeneza undugu, hatutaangalia sana matokeo, tutaangalia tu burudani na starehe na namna hiyo. Simba bwana, watani zako siku ya jana waliweza kumtambulisha mwalimu mkuu Steve Barker kutokea kule South Africa. Kwako wewe unamzungumziaje kocha huyu? Sio mara ya kwanza kumtazama, alikuja na Stellenbosch katika mchezo wa nusu finali katika kombe la shirikisho msimu uliopita, na mnyama Simba akafanikiwa kutinga katika hatua ya finali. Unamzungumziaje mwalimu? Je, watani zako wamelamba dume ama wamekula galasa? Hamna, safari Simba amepata kocha mzuri sana, kocha ambaye tukiangalia falsafa zake, kocha ambaye tukiangalia mbinu zake na formula ambayo anacheza nayo, ni kocha moja mzuri sana yani unajua. Nimeangalia mechi za Stellenbosch, nimeona kabisa wakiwini mechi nyingi sana, nimewaona wakienda kufika hatua za mbele sana kwenye yale mashindano ya shirikisho. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri. Kama Simba wakisema viongozi wao wakae vizuri na wachezaji pamoja na fansi wao wampe ushirikiano, yule mwalimu ni mwalimu ambaye hakuna mfano kwenye hii Yanga ya Afrika Mashariki. Ni mwalimu ambaye ana mbinu nyingi sana ambazo za ushindi, anaweza akaswitch mbinu namba 1, namba 2 mpaka namba 3. Yaani kiufupi yule mwalimu Simba amelamba dume. Unaiona Simba kirejea katika makali yake ambayo katika siku za hivi karibuni wameonekana kama kuto kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia ukiwatazama hata katika michezo ile ya kimataifa, mnyama Simba ameanza kwa kupotea. Simba anakuja kurejea, anakuja kuonesha makali yake, anakuja kukaa kwenye sehemu ambayo amezoea kuwa na Simba. Unajua klabu ya Simba sio kufungwa mechi 3 mfululizo. Simba ilikuwa sio kufungwa ovyo ovyo, unajua ni kwa sababu tu ya yule mwalimu. Unajua tukizungumza ukweli kabisa, yule Pantevi yule Simba aliingia chaka. Hakuna mwalimu smart akawa amechora tattoo, hakuna mwalimu smart akawa ametoboa masikio na nini anayekula dawa, unaelewa? Pale Simba walipotea kiukweli kabisa, lakini tukizungumza ukweli kabisa, safari mwalimu yule amepata na wataenda pale ambapo anapatarajia kufika watu wa Simba. Unaona Simba akifanikiwa? Simba naona akifanikiwa, na Simba naona akitoboa kwenda hatua ya makuu, kwenda hatua ya robo finali, na Simba kwa mwalimu huyu ambao amechukua sasa hivi, naona kabisa kaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Umekiona nini Master Code? Bado mapema kuanza kutabiri haya. Quality, unajua quality, tukiangazia quality ya players wa Simba. Simba ndio timu pekee ambayo ina wachezaji wazuri wenye thamani, unaelewa? Wachezaji wa Simba mara nyingi sana wakichoka ndio wanakuja kwenye timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo nikiangalia quality ya wachezaji wa Simba, naona kabisa wakiswitch yule mwalimu akiwa na mipango mizuri, Simba wanaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu, Simba wanaenda kufika hatua nusu finali klabu bingwa, labda CRDB Simba anachukua ubingwa, na hii ya Mapinduzi Cup ya Zanzibar Simba anaenda kufanya vizuri zaidi kwa sababu ya mbinu za yule mwalimu. Yule mwalimu kiukweli kabisa sioni mtu ambaye akabatwa naye katika walimu wa Afrika Mashariki. Sioni mtu ambaye akabatwa na yule mwalimu, ana mbinu nyingi sana za ajabu. Bado mapema kumsifia hivyo, lakini Master Code, sisi watu wa mpira tunafuatilia, sisi tunamjua mwalimu toka alikotokea, sio kwa sababu anakuja Bongo.
Unaelewa, toka kule alikuwa anacheza mwanzo, tuliangalia namna ambavyo anacheza timu yake alivyopeleka ile Stellenbosch na namna ambavyo yani mipango anavyoifanya ya ushindi. Tunaona kabisa huyu mwalimu ni mzuri. Sema kule alikosa players wazuri wenye quality kama akina Jinchazi Ahua, akina Elie Mpanzu, mastreka kama akina Jonathan Soa, unaelewa. Huko nyuma akina Rushan Diruki, wachezaji ambao quality yao au level zao kibongo bongo ni ngumu sana kupata. Unaelewa, kwa hiyo kwa hii level hii naona kabisa Simba anaenda kufika mbali zaidi kwenye mashindano ya klabu bingwa pamoja na ligi kuu. Mwalimu wa Simba lakini inaonekana CV zake huko alipotoka sio nzuri sana. CV kutokana na timu ambayo alikuwa anafundisha quality, yani mwalimu anataka mzuri lakini ligi yao ya DStv. Ligi yao kule, unajua ligi ya South na ligi yetu ni tofauti, unaelewa. Ligi ya South ni kubwa ukikompare na ligi ya kwetu. Alafu unaangalia na klabu ambayo alikuwa anafundisha. Simba ni klabu kubwa namba 5 kwa ubora Afrika. Alafu hiyo timu ambayo anafundisha South Africa ni timu ndogo sana changa, kwa hiyo hawezi kuwa na rekodi mzuri kama ambazo atazifanya akiwa klabu ya Simba. Simba atafanya rekodi nyingi kwa sababu ya uzuri na upinzani wa timu ambayo anacheza ligi ambayo anakuja kuifundisha. Lakini mwalimu msimu huu kule alipotoka inaonekana hakuwa na wakati mzuri. Hakuwa na wakati mzuri kutokana na aina ya ligi aliyokuwa anafundisha. Ligi ya South Africa ukikompare. Sawa, akashinda mechi 3, umecheza na nani? Umecheza na nani? Simba unapozungumzia Simba ni namba 5 kwa ubora barani Afrika, unaelewa? Simba. Kwa hiyo timu alikuwa anafundisha kule ni ndogo changa, hauwezi kukompea na klabu ya Simba. Simba ina wachezaji wazuri, Simba ina uongozi mzuri, Simba fansi wao ndio mafansi bora Afrika. Kwa hiyo ule upinzani na ule ushawishi wa klabu ya Simba lazima naye atashawishika kufanya vizuri na kwenda mbali zaidi. Huwezi kukompea na Stellenbosch ambayo ukiangalia kwa ranki za Afrika haionekani. Hivi karibuni bwana, nafikiri utakuwa umetazama ama umeona watani zako bwana wanaelekea katika dua tarehe 22. Wanafanya dua kutafuta mchawi, ni jambo zuri kama wameenda kwao na malengo, jambo zuri, lakini kwenye mpira hayo mambo tusiingize sana kwa sababu naona hayana impact nzuri, hayana faida yoyote. Kikubwa wao wapambane tu kuweka vizuri, kama viongozi wao wana ugomvi kweli basi wamalize ugomvi wao. Sisi tumezoea Simba ambayo inafanya vizuri zaidi, tumezoea Simba ambayo yani inakupa ushindi, matokeo chanya game after game. So haya masuala ya dua na yote vingine mimi naona kama wanatutoa nje ya reli. Wanakutoa nje ya reli. Simba mweusi mechi 5 nje. Jonathan Soa ni kama ameonewa fulani hivi. Tukiangalia kiuhalisia kabisa Jonathan Soa ile kufungiwa mechi 5, kamati ya nidhamu kupitia bodi ya ligi hawajafanya fair, kwa sababu kosa alilofanya Jonathan Soa linafanana kabisa na Laimidi Mau, unaelewa. Kwa hiyo kama kufungiwa wangefungiwa wote wawili, na ukiangalia kabisa ukirudia ile clip Jonathan Soa namna ambavyo anaenda kuwataki ule mpira hakukusudia kucheza lafu, basi tu katika ile kutanua mikono wale watu wa pembeni wakadhani labda anampiga kiwiko, lakini hakuwa na lengo hilo, alikuja tu kublock ule mpira akashambulie, unaelewa. Kwa hiyo Jonathan Soa ni mchezaji ambaye ameonewa na ananuksi sana, watu wanazidi kumpapulisha na kumtoa kwenye reli ili mradi aendelee kufanya vibaya, lakini Soa ni top yani ni top scorer ambaye uwezi kupata kwenye ligi yetu mwenye quality ya Jonathan Soa. Sema watu wanajaribu kumvicha yale mauchafu ili aonekane mbovu na apotee kwenye reli, mwisho wa siku aonekane hana maajabu yoyote, lakini ni mchezaji ambaye mzuri, na wakisema wana Simba wampe airtime, wampe muda afanye maajabu yake, ni mtu ambaye ataogopeka sana. Mtu anaogopeka sana kwa sababu yeye kufungiwa mechi 5 ile ndio ambayo watu wanazidi kumshawishi limradi afanye vibaya. Kama kufungiwa angefungua na golikipa wetu ambaye ni Djigui Diarra. Kuna game tunacheza na Mtibwa kama nitakuwa sijakosea, ameenda adhabu tu kiasi fulani cha hela. Sio kila kosa mchezaji umfungie game 5, ni kama kuna upinzani fulani mnautengeneza hapo, uadui fulani hivi, kwa sababu haiwezekani timu kama Simba sasa hivi ndio timu ambayo inaogopeka Afrika, alafu unakuja kuwafungia wachezaji wake wawili ambao ndio tegemezi wa klabu. Unamfungia Hassan Kante, unamfungia Jonathan Soa, kitu ambacho kiangalia makosa yao kibinadamu kabisa. Ukiangalia ukakaa ukasiku utajua kabisa haya makosa sio kufungiwa game 5. Yale makosa labda ya kuonywa tu hivi, labda faini ya $500 na vitu vingine vya namna, lakini sio kufungiwa mechi 5 au kupewa adhabu ya milioni 1. Ni kama wanafanyiwa hivyo, ni kama wanashinikizwa fulani hivi kwamba fanyeni hivi watoe kwenye reli hao jamaa.
mpango mkakati ya kuwatoa kwenye reli klabu ya Simba, lakini na imani Simba watasimama imara. Wana wachezaji wazuri wengi, wana Selemani Mwalimu, wana yule nani wanamuita Mkwala, watacheza vizuri zaidi na watasonga mbele bila Jonathan Soa, kwa sababu game 5 haziwezi kuaziwia Simba kuchukua ubingwa, unaelewa. Hizi game 5 Simba watacheza vizuri, kama waliandikiwa kuwa mabingwa msimu huu watakuwa mabingwa na imani. Kauli ya engineer kule, nafikiri uliona namna ambavyo mfano aliweza kuwatolea wekundu wa Msimbazi Simba. Master Code, una kipi cha kuzungumza? Maana yake hivi sasa kila mmoja anazungumza lake, kila mmoja anatoa maoni yake, na siku ya jana tuliweza kuwasikia baadhi ya viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba wakilifafanua wao walipokeaje. Kwa upande wangu kuwatolea mfano mbaya Simba kama ule haikuwa fair. Kuna timu nyingi za kuzitolea mfano kama ule zenye migogoro, sio kama klabu ya Simba. Klabu ya Simba tukisema tuzungumze kiukweli kabisa, Simba sisi wametuzidi kila engo kimafanikio, unaelewa. Simba ametuzidi kwenye uwekezaji, Simba ametuzidi kwenye quality, Simba ametuzidi kila kitu nje ya pitch na ndani ya pitch. Kwa hiyo ule mfano wa mgogoro bora angetolea klabu yetu ya Yanga. Sisi wenyewe Yanga tuna migogoro yetu. Kila siku tuko mahakamani, akina Mzee Magoma, mara akina Kagoma tulikuwa tumesajili bila minaniliu. Yaani tuna migogoro mingi, sema inafichika kwa sababu ya ushindi ambao tunashinda, lakini watolea mfano eti Simba wana mgogoro mara hivi na hivi, kuonesha klipu zao za namna hiyo haikuwa tabia nzuri, na hii kwa watu ambao wanapenda mpira kiukweli hii ipigwe marufuku, asirudie tena kutoa mfano kama ule, kwa sababu ukitoa mfano kama ule tafsiri yake ni kwamba unataka kuambia hawa watu kwamba timu yao sio mzuri na migogoro haiwezi kusonga mbele, wakati kiuhalisia Simba ndio wanafanya vizuri. Na ndio maana hata CAF wenyewe kwa mikono yao waliwakabidhi tuzo watu wa Simba kwamba nyinyi ndio mashabiki bora, unaelewa. Tukiangalia pale kwenye gate collection pale, takwimu za TFF zinasema kwamba Simba ndio wanaongoza kwa kupata viingilio, kuingiza hela nyingi sana viingilio. Simba hao wakati msimu huu unaanza ndio waliuza jezi nyingi sana. Sasa huo mgogoro wa Simba unatokea wapi? Kwa hiyo haya mambo ya kuzungumza utuo tunajaribu kutafakari, alafu ndio unayapeleka kwenye media, lakini ukisema tu uanze kukurupuka na kuzungumza haileti picha nzuri kwenye jamii ya watu. Shukrani sana Master. Asante sana.